Kwanza niseme tunamshukuru Mungu hadi siku ya leo. Tulikuwa na mapumziko ya kalenda ya FIFA, lakini sisi tokea tulivyocheza mechi na mechi ya mwisho na Pamba, tuliwapa wachezaji wetu mapumziko kama siku 4. Kwa Jumatatu tulianza tena mazoezi. Na leo ni siku ya 4 tunaendelea mazoezi, na tunafanya hivyo ili kuto kupoteza ule ubora wetu ambao angalau hizi siku za karibuni tumekuwa nazo. Ilikuwa ni mapumziko tu muda mfupi. Kama nilivyosema awali, tunaendelea mazoezi na leo ni session ya 4 tunaendelea kujiandaa. Ukiangalia bado hatuko sehemu nzuri, lakini kuna matumaini kiasi fulani ambayo yanatuonyesha tunaweza tukatoka kwenye hali ambayo tuko nayo. Bado tunaendelea kujiandaa. Tukiri tukusema ilikuwa ni mechi ambayo sisi tulikuwa kama tukipoteza ingefifisha kabisa matumaini yetu ya kuendelea kupigania hizo mbio za kubaki kujinasua huku chini na kubaki kwenye ligi kuu, lakini ile ilikuwa ni mechi ambayo ilikuwa kidogo inaka uamuzi fulani wa hatima yetu, kwa sababu tungepoteza ile mechi na maana pointi zilikuwa nyingi, gap ingekuwa nyingi na ambao tunashindana nao. Kuwafikia pale ingekuwa ni vigumu, lakini sasa hivi kutokea ile mechi tulipopata matokeo, uliona hata naniza wachezaji ilikuwa kubwa kwamba sasa tunaweza hata wakaendelea kupush kuipigania timu yao. Kwa hiyo ile mechi ilikuwa ina maana kubwa kwa ushindi kwa kila mmoja. Nafikiri sisi ambao tunaizunguka timu kwa karibu, tunafanya kazi na wachezaji, nafikiri na management na mashabiki wote wa Tanzania Prison, nafikiri walipokea vizuri yale matokeo. Pengine situation walizozipitia na muda mwingine wanakuwa wanajua masuluhisho yake. Kwa wao kazi yao kubwa ni kuongea na wachezaji ambao wapo wageni, wameingia kwenye msimu wao, hawajawahi kupita kwenye hizi situation kama hizi. Kwa ni sehemu ambayo wanatusaidia kuwajenga wachezaji wenzao kiakili, kisaikolojia kwa ujumla. Kwa wao niseme tu kilikuwa ni muhimu kwenye timu kwa uzoefu wao. Wanatusaidia sana kwa kweli. Kwa muda huu niseme tunafanya vitu vyote kwa attacking na defending, kwa sababu huwezi kusema ufanye defending tu na kama ulivyosema tuhitaji sare wala kupoteza. Kwa lazima ujihakikishie tunakumbushia jinsi ya kujilinda vizuri tunapokuwa tuna mpira na tuweze kwenda mbele, lakini hizi mechi 2-3 tumekuwa tukiweza kwenda mbele vizuri. Kwa ambacho tunakifanyia marudio sana ni kwenye eneo la kujilinda vizuri. Natakiwa tuwe super kujilinda, hasa tunapopoteza mpira tunaona kuna madhaifu kiasi fulani ambayo tunafanyia kazi. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa, lakini tunapush sehemu zote mbili. Kwa lazima tujilinde vizuri tukitaka kushinda na lazima tushambulie tukitaka kupata matokeo. Nafikiri ni ratiba ngumu lakini nafikiri lolote linaweza kutokea kama tukijipanga vizuri, kama ambavyo mechi na Azam tulicheza vizuri, lakini kwa bahati mbaya tukapoteza. Tumeenda kucheza na Pamba away, tumepata matokeo. Kwa hiyo nafikiri inawezekana lolote lile kwenye football. Kikubwa tu ni kuwa tuna ujasiri wa kuamua kufanya, hasa kwa wachezaji wakiamua kama ambavyo tuna train, kama tunafanya mazoezi, session zetu zinakuwa nzuri, kama wakihamishia mazoezi kwenye mechi, nafikiri tutafanikiwa. Kama hata tucheze away, hata tucheze nyumbani. Ya kiufundi labda hiyo ni ya kiufundi. Sisi tunaongea na wachezaji wetu kwa tushuki. Hiyo ndio kauli mbiu. Kwa hiyo sasa hivi unapata matokeo kwa njia yoyote ile. Weza umecheza vizuri au umecheza vibaya, unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo cha msingi hapa sisi tunaangalia ni matokeo sasa hivi, lakini hiyo washabiki, kauli mbiu yetu si atushuki. Ukiangalia hesabu zilivyo, inawezekana kama tutapata matokeo mechi 5 tukatoka hata kwenye playoff, lakini kama itakuwa vyovyote vile tukadondokea kwenye playoff. Kwa ni vyote viwili. Kwa sisi ambacho tunakitaka, maana ukicheza kwenye playoff tuna mechi 2 tena, 1 au 2. Kwa ambacho tunachokiangalia ni ile kauli mbiu ambayo imesema atushuki.